Mashindano ya ngao ya jamii ya wanawake yamezidi kuvutia mashabiki wa soka nchini baada ya timu 4 bora kushiriki katika hatua za mwanzo zilizochezwa Alhamisi katika dimba la KMC Complex Mwenga jijini Dar es Salaam, na timu zilizoshiriki ni Yanga Princess, JKT Queens, Simba Queens na Mashujaa Queens. Mchezo wa kwanza uliokutanisha Simba Queens na Mashujaa Queens ulikuwa kusisimua. Simba Queens walitawala dakika zote na kufunga magoli mawili bila majibu, na wakamaliza mchezo kwa ushindi wa mabao 2-0, huku magoli ya Simba Queens yakifungwa na Asha Omari na Aisha na kuwafanya Mashujaa kutoka kichwa chini. Katika mchezo wa pili ulikuwa na ushindani mkubwa. JKT Queens walikutana na Yanga Princess katika dimba hilo hilo la KMC Complex na lilikuwa limefurika mashabiki. JKT Queens walionyesha ubora wao na kutangulia goli kupitia mchezaji wao Winifrida, na Yanga Princess wakajibu mashambulizi na kulisakama lango la mpinzani wao na kusawazisha kupitia mwanadada Janine, na hatima iliyoamua katika mikwaju ya penalty na JKT Queens kupata mikwaju 6 kati ya 7, na huku Yanga Princess wakipata mikwaju 5 kati ya mikwaju 7 waliopiga. Kwa matokeo hayo, fainali ya ngao ya jamii ya wanawake ikawakutanisha kati ya Simba Queens na JKT Queens, timu mbili ambazo zilitajwa kuwa na nguvu na uzoefu mkubwa katika soka la wanawake. Katika dimba lenye historia leo Oktoba 12, 2025, uwanja uligeuka kuwa jukwaa la burudani ya aina yake wakati wa mchezo wa fainali ya ngao ya jamii kwa upande wa wanawake. Mchuano uliokutanisha JKT Queens na Simba Queens, vilabu viwili vikongwe na vyenye upinzani wa jadi katika soka la wanawake hapa Tanzania. Mashabiki walishuhudia tamasha la miguu lililojawa na mbwembwe, kasi na ushindani na hisia za kila aina. JKT Queens walitandika historia wakipambana kwa uhodari na kuondoka na ushindi wa mabao 2-1, na hivyo kutoa taji la ngao ya jamii kwa msimu huu wa 2025-2026. Rhythm ya ushindi, mchezo ulivyochezwa. Dakika za mwanzo zilishuhudia timu zote zikisomana, kila mmoja ikisaka udhaifu wa mwenzake, lakini JKT Queens walioweka msumari wa kwanza dakika ya 13 kupitia kombora kali lililofungwa na mchezaji wao Winifrida Gerard, likitikisa nyavu na kuamsha shamra mitaani na kumfanya golikipa Arturo kupumua kwa kasi. Isivyo bahati, Simba Queens walijifunga baada ya kukosa maelewano ya pasi, ndipo OG Aisha Omari akatumbukiza mpira katika lango lao na kuwafanya JKT kupata bao la pili. Magoli hayo yalidumu hadi kipindi cha kwanza kilipopulizwa. Kipindi cha pili kilianza kwa kasi maradufu, lakini ari na nguvu za Simba Queens ziliwazidi JKT. Kwa ustadi wa hali ya juu, Simba Queens walifumania wavu kwa mara ya kwanza. Goli hilo lilikuwa la kufutia machozi, likifungwa na Zawadi na kuwafanya Simba kupata faraja kidogo. Mikono juu kwa wanajeshi wa soka. Ushindi huu si tu wa kikosi cha JKT Queens, bali ni ishara ya kazi nzuri ya benchi la ufundi, uongozi makini na nidhamu ya hali ya juu ndani ya kikosi. Simba Queens walipambana, lakini leo haikuwa siku yao. Tamati ya hadithi, ngao inang'ara kijeshi. Katika jua la jioni, wachezaji wa JKT wakainua ngao yao juu, ishara ya jasho lililolipwa. Mashabiki wa soka la wanawake wakashangilia, huku wakitambua kuwa ushindani sasa umepanda daraja na soka la wanawake Tanzania linaendelea kung'ara kimataifa. Hongera JKT Queens, mabingwa wa ngao ya jamii 2025. Simba Queens, vita inaendelea, bado kuna misimu mirefu mbele. Sasa rasmi ligi kuu ya wanawake itaanza kutimua vumbi kwa mwaka 2025-2026, na washindi wa ngao ya jamii ya wanawake wakiwa wanadada wa JKT Queens. Makala hii imeandikwa na kusomwa nami Zahra Omari wa Tanza TV. Popote tunakufikia.